nchi yote pia, na kila chenye kitambaa kitambaacho juu ya nchi. Imana iravuga iti turebe umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Ukiangalia tangia jana asubuhi mpaka jioni, uhereye mu gitondo kugera nimugoroba, tulikuwa tunadili na hili fungu. N'uyu murongo wonyine twiga. Tulianza hilo neno la kwanza, Bwana Mungu akasema na kumfanya mtu. Tukasema kwa nini Mungu aliamua kumuumba mtu? Twatangiye igice kibanza cy'uyu murongo ahavuga ngo Imana yavuga ngo turebe umuntu ase natwe. Mbere twibajije ikibazo Imana yakwifuza kureba umuntu asa nayo. Tulipata majibu ya hiyo hoja. Icyo kintu rero twakiboneye igisubizo. Tukaja cha pili, kwa nini huyo mtu alifanywa kwa mfano na sura ya Mungu? Icya kabiri rero twagani cyavugaga kuki umuntu yasaga n'Imana, ishusho y'Imana. Na tuliona jana Mungu ni roho na sisi binadamu ni roho. Rero twarabisobanura uburyo Imana ari umwuka natwe turi umwuka. Sisi tuna muunganiko, ili mtu atokee lazima iwepo roho na mwili. Ariko itandukaniro dufite nuko twebwe ari ukuguza umwuka n'umubiri bikabyara ubugingo. Sasa angalia vizuri kwenye fungu somo la leo. Tukiri kuri uyu murongo rero somo ry'uyu munsi. Somo la leo kwenye hilo fungu inasema wakatawale. Ikigo cy'uyu munsi rero uyu muntu turebe bazategeke, bazayobore, bazatware. Sio wakatawaliana. Ntabwo handitse ngo bazayoborane. Watu wanachanganya sana kwenye hili fungu. Hari abantu rero babyica aho kubiro. Binadamu hajatumwa kumtawala binadamu mwenzie. Na Imana yatumye umuntu kujya kuyobora undi muntu. Na kitu usichojua, ikintu utarifuza. Kipindi ukianza kutawaliwa, igihe utagiye kuyobora, ungekuwa sio mfano wa Mungu. Ako kanya waba ukiri mu y'Imana. Yaani ukiona tu unatawaliwa, nubona umuntu kuyobora, haujafanana tena na Mungu. Ntabwo salima. Unahitaji jitihada ya kurudi kwenye mfano. Mungu akora ukushoboye ugaruke ku ili ufanane na nani? Uyabonya gusatane. Kama unaelewa tukuke kwa. Hadi wazujani. Leo kuna wanasahau wanasema mimi ndio mtawala hapa nyumbani. Abagabo rero baje bibagiwe kuvuga ati ni umutware. Wakati Biblia yetu inatuambia sawa wewe mwanaume ni mtawala, lakini tawala samaki. Ariko rero kuko biri twita abayobozi cyangwa abatware, samaki, tawala mbuzi, ihene rwose muziyore, ng'ombe, inka, lakini sio mkeo. Ariko na umugore wawe, maana mke naye ameambiwa tawala. Kuko uwo mugore nawe umutware yaramuhawe. Kwa hiyo tuheshimiane. Kubahana. Tuheshimiane na tusiingiliane. Rero twibongera aho hantu hose birakaze. Unajua nimechukua miaka miwili kama jinsi nende kusoma basi neno tutawale. Cyangwa imyaka 2 n'amezi 4 kugira ngo sobanukirwe ijambo. Mwanzoni nilijua kutawala bwa mbere rwose rero gutwara ni nje ya mwili wa binadamu. Kwibyo biri hanze y'umubiri w'umuntu. Lakini niliogopa kugundua kwamba utawala mwanadamu aliopewa yani natumwe yo gusanga gutwara umuntu yahawe uko ndani yake. Ari gutwara ibintu imbere. Ilikuwa ya vijana au ni sana? Na ilikuwa vijana. Sawa, kama kijana mmoja wa kiume asimama, unaweza kutafuta watu wengi hapa leo. Kijana mmoja wa kiume asimama. Achague kijana mmoja wa kike. Waacha wewe. Umechagua. Haya, ndio. Ndio umusore unahitemo kuko babiri banana bawe hano. Lakini tunaomba wadada wawili na mkaka mmoja. Murabona ko makukije abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Lakini tunaomba wadada wawili kaka mmoja. Muri ya Korani naho nsabye abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Abdullah mtaje na binti yangu namuonea
unajua leo. Ukitoka kwa mwambie unajua pastor alikuwa kwa mafuta wa Bwana. Huwezi jua miongozo ya roho iko mingi kwake. Jamani ni mke wa mtu wengine tanea. Maana mwenyewe hapa na mai kweli pastor jiangalie. Usijione huko mbali, njoo binti yangu. Simama hapa mbele. Halafu brother Joseph. Sasa hivi naomba tudili na hapa kwanza, kidogo hapa tu. Mwanya leo tugiye kwigana hanga. Usogee kidogo. Huyu ni mwanamke mwenye umbile la kike, si ndio? Uyu ni umukobwa ufite ishusho y'abakobwa. Na huyu ni mwanaume mwenye umbile la nini? La kike. Kandi ni umuhungu ufite ishusho ya kigabo. Mwanamke na mwanaume, umugabo n'umugore, hatuko sawa kwenye muonekano. Inyuma duteye kimwe, ila vitu vyote vinavyoonekana hadi ibintu byose bigaragara tunafanana, turasa. Kama nikubalia kulia mkono chone kwa jina la kurudishia. Ni ibyo bintu mubyumvise. Mwanamke ana kichwa, umugore afite umutwe, masikio, amatwi, shingo, ijosi, bega, ibitugu, tumbo, inda, miguu, amaguru, magoti, amavi, via vya uzazi. Hivyo ni kumsema vyote mwanaume ana. None si ibyo bintu byose tuze bihuriyeho n'umugabo. Kwa hiyo mwanaume na mwanamke kwenye muonekano tuna vitu wote sawa. Kubigaragara inyuma abagabo n'abagore tumeze kimwe, lakini hatuko sawa. Kwa nini tuli kimwe? Niulize tena kama umeelewa ni kwa nini mkono. Tumetoka kwenye mwili, twende ya kati hapa. Ngaho tujya hangahari ubwo tuvuye inyuma hagaragara. Hapa kati patunze. Ahangaha tukaba turasinda. Njoo hapa mwisho. Unakumbuka jana nilisema ili nafsi itokee combination kati ya mwili. Asante. Sasa tuje kwenye pumzi ya uhai iliyotoka kwa Mungu. Reka rero uyu nguyu tubyite umwuka uvuye ku Uwiteka. Pumzi ya uhai iliyotoka kwa mwanaume. Umwuka w'ubugingo wavuye. Lakini iliyotoka kwa mwanaume kwa Mungu kuingia kwa mwanaume. Umwuka w'ubugingo wavuye ku Uwiteka ukajya mu mugabo. Ni sawa na pumzi ya uhai iliyotoka kwa Mungu kuingia kwa mwanamke. Uwo mwuka bawuvaniyeho nka kumwuka Imana yahaye umugore. Pumzi ya uhai aliyonayo mwanamke, umwuka w'ubugingo umugore afite, ni sawa na pumzi ya uhai aliyonayo. Urwanya n'umwuka w'ubugingo umugabo afite. Kwenye eneo hilo ubijyanye n'icyo n'urwo ruhande, mwanamke na mwanaume tunafanana. Tugeze kuri iyo ngingo umugabo n'umugore turi mapi. Hakuna tofauti. Hatandukanye. Kama umeelewa ndio mwenyewe. Niba unyumvise kwibura ko kigero ki. Haya. Muunganiko wa pumzi ya uhai. Rero guhura k'umwuka w'ubugingo na mwili wa nje unaoonekana. Na wa mubiri w'inyuma ugaragara. Akawa nafsi. Byatumye habaho ubugingo. Sikiliza vizuri. Utege amatwi. Hapa kwenye nafsi. Ahangaha mu bugingo. Ndio kwenye ubongo wa mwanadamu. Aho ngaho niho ndani ya ubongo wa mwanadamu. Aho rero mu bwonko bw'umuntu kuna will. Ari kifuzo. Hivi will tunataka nini? Mapenzi. Ari kifuzo. Msitafsiri mapenzi yenu. Nimesema mapenzi yako ndani ya mtu. Mmenielewa watu wa Mungu? Ni kifuzo. Asante. Hiyo. Cha pili, icya kabiri, anaisia afite emotions or feelings. Yes. Amarangamutima. Yes. Sikiliza vizuri. Afite amarangamutima. Hisia ayo marangamutima za mwanamke, amarangamutima y'umugabo sio sawa na hisia za mwanaume. Amarangamutima y'umugabo atandukanye n'amarangamutima y'umugabo. Mwanamke anapoviona vitu, umugore yarebye ibintu na anapovitafsiri, nuko abisobanura, sio sawa na mwanaume. Bitandukanye n'uko umugabo abikora. Kwa hiyo hapa katikati, aha rero haruzingiye mwanaume na mwanamke, umugabo n'umugore hatuko sawa. Ntabwo tumeze kimwe. Kama umeelewa nikungia mkono. Ngaho nibuke. Hatuko sawa kabisa. Hali yako sema kutandukana. Yaani wewe unataka kugundua ile mwanamke kufikiria mko sawa, wewe kukaa naye mkeo, toka naye out hapo ukifika sehemu mwambie kisa chakula unachotaka. Nushaka kumenya kutandukanye n'umugore wawe. Afata akaboko musohoke mwese n'abazunguzi ngaho kuma bibyo. Akishaagiza chakula anachotaka,
utaleta cha kwako na kifaa. nawe uzahita utumiza ibyo kurya ushaka. Utamshangaa anaanza kula cha kwako. Uzajya kubona unahereye ku cyaro. Na wasikiliza sana maoni. Nawe cyangwa uko au maache na wokovu wenu. nawe rero ibintu bitereye kure biraza kudufasha kugutwara twahawe icyo. Ndio maana mwanzoni nimewapanga Warafai wanaibera wamevaa sare sawa na wamefanana. Niyo mpamvu nabaje gukora iriya korali basa bambaye icyo kugira ngo kuva mu mutwe. Maana yake pumzi ya uhai Mungu aliyotoa kwa mwanadamu wa kiume na mwanadamu wa kike sawa na haina mapungufu. Bivuze ngo umwuka Imana yatanze yahumekeye mu bantu urasa uko ababaririmbyi basa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu anaposema mkatawale, Imana ivuze ngo mugende muyobore mutware, anazungumza na hapa. Buriya abavuga iki gice Kama unaelewa nikuambie mkono. abavuga ahantu Anazungumza na wapi? abavuga iki kintu Hapa. Jona Biblia yako ukisoma Mwanzo 1:26 na 27 alifanana. niyo mpamvu rero umurongo wa 16 bitandukanye. 26 anasema Mungu akasema tumfanye. Aho ngaho 16 atagira ngo tureme. Neno tumfanye, tureme, tukore. kwenye lugha ya Biblia ya Kiebrania mu rurimi rw'Abahebrayo inaitwa hasa. Byitwa bityo. Hasa Iri jambo avuze kwa Kiingereza ni make, mu Cyongereza ni make, kwa Kiswahili ni kutengeneza. Kiswahili ni gukora. Kutengeneza kitu, Gukora ikintu kutoka kwenye kitu. kivuye mu kintu. Kwa hiyo nikitengeneza kiti cha mbao, iyo nshatse gukora intebe y'urubaho kimetoka kwenye mti, kiba cyakubaho rwavuye. hiyo inaitwa kufanya. Ibyo byitwa make. Wakati Mungu anatengeneza maumbile ya nje, Igihe Imana yakoraga iki kibumbano cy'inyuma, Mungu alichukua vumbi la nini? Imana yakoresheje iki? Tayari ardhi ilikuwepo, Urwo rero raw material yari alitengeneza hiyo sanamu. maze Imana ikora iki kibumbano. Alafu akaenda kwenye kucreate fungu la 27. Maze rero wakuye na kile niho hari ijambo Neno kucreate kurema ni badaa, na kufanya ikintu kitari ambayo ni kutengeneza kitu kutoka ambapo hakuna kitu. mbese ni gukora ikintu nta kintu hejuru. Ngoja niende ndani kidogo uelewe hapa. Reka tusubire hasi gato. Mungu ana uwezo wa kutengeneza kitu sehemu ambapo hakuna kitu, lakini hicho kitu hakiko kama yeye. Imana ifite ubushobozi bwo gukora ikintu nta kintu ihereyeho kandi icyo kintu kikabera nayo. Mungu anaweza akatengeneza kitu, Imana ishobora gukora ikintu kutoka ambapo hamna kitu, igikuye mu bisanzwe, lakini hicho kitu ariko icyo kintu hakifanani na yeye, kigise nawe, ila yeye ariko uyo ndio aliyokitengeneza. ariko cyakozwe n'Imana. Nikungie mkono kama unanielewa. Niba mwumvise abantu. Lakini ukija kwa binadamu, Ariko igiye ku muntu, Mungu alitengeneza kitu. Mungu alitengeneza kitu Imana yakoze ikintu kutoka ambapo hakuna kitu, yaragikuye mu busanzwe, lakini hicho kitu ariko icyo kintu kinafanana na yeye. ariko kigasa nayo. Nikungie mkono kama tuko pamoja. Ndio hii inaitwa pumzi ya nini? Iyi rero nicyo yise umwuka w'ubugingo. Kwa hiyo Mungu anaposema tawala, Mungu anaongea na kile kitu ambacho hakijakuwa made, kimekuwa created. Imana rero ivuze ngo ni mutware ibi, ntabwo avuga n'ikintu cyakozwe kuko abavuga cya kintu cyaremwe. Ni watu mpaka hapo tuko pamoja. Mtafsiri tuko pamoja. Au ni kuacha na Mungu wako. Amna. Sisitiza sana hili ongofu. Haya. Ngoja nilete lugha rahisi kabisa. Pumzi ya uhai, Umwuka w'ubugingo ni kitu kilichotoka kwa Mungu mwenyewe. ni ikintu cyaturutse ku Mana. Mavumbi ya ardhi, Ariko ubutaka bwo hasi bukungu Mungu aliyatoa kwenye nchi. Imana yari umukungu yavanye ku isi. Kwa hiyo wakati Mungu ananiumba mimi na wewe, Igihe Imana yandemagaje nawe, kuna kitu kutoka sehemu yake mwenyewe hari ikintu uruhare rwavuye muri yo ubwayo kiko ndani yako. yashize muri wowe. Amina. Amina kabisa. Biraje. Umva ahari mukabyumva banza n'ikibanza makuru. Tuko pamoja? Turajyana. Yego. Sasa Mungu Imana rero anataka vitu vya rohoni. rero Imana irashaka ko ibintu byo mu mwuka
visije kwenye muonekano physical, noneho bihite byigaragaza, lakini vitakuwa controlled, ariko bizaba biyoborwa, bikontororwa na nafsi n'ubugingo. Kwa hiyo Mungu akisema hivi, rero Imana ivuze ngo usizini, Imana ivuze ngo ugasambana, hasemi kwa ajili yako, ntabwo ari Imana ngayo, anasema kwa ajili yako. Maana wewe ni kifaa alichokitengeneza, ko uri igikoresho gusimana, anakuambia usitumie kitu hiki, maze nakubwira ibintu ukabikoresha. lakini Mungu anapokuambia usitumie kitu hiki, hakulazimishi, anataka kwa moyo wako wa kupenda, ibikeneye ko ubikuye ku bushake n'umutima wawe, ukubaliane na Mungu, wemeranye n'Imana ko, alafu ufanye kile kinachopaswa ufanye, ikigutegetse kugikora. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mnakumbuka kwenye kitabu cha Danieli 1, muri Danieli 1, Danieli akaambiwa hivi kutoka external, kutoka nje. Danieli amenyeshwa makuru avuye hanze. Huyu ndio naye kiume hapa Uyise siwe mugabo umusumu ufite hano. Danieli anaambiwa mfalme amesema mle vyakula hiki na hiki na hiki. Danieli amenyeshwa ko bakwiriye kurya ibyo kurya ibi. Lile neno linakuja kwenye masikio ya Danieli, linakuja kwenye nafsi. Ayo magambo rero yaciye muri iki kibumbano mu matwi ya Danieli aza mu bugingo. Alafu nafsi ya Danieli, noneho ubugingo bwa Danieli inafanya cross check, maze itasuzuma iyo nteruro. Mungu anasemaje kuhusu chakula hiki? Atangira kuvangura ibiryo ntegetswe Imana bivuga wiki. Mungu anamwambia hakiliwi. Noneho amakuru yarafite aravuga ngo iki kintu ntikiribwa. Lakini Danieli ana maamuzi yake, afite amahitamo ye kati ya chakula cha mfalme ibyo kurya by'umwami ambacho sio kizuri kwa mwili, kibujijwe ku mubiri, na maelekezo ya Mungu kandi utware bw'Imana kwa chakula anachopaswa kula. Icyo kurya akeneye. Kwa hiyo Danieli yuko katikati, Ndio Danieli alikatika, na Mungu amemwambia nimekupa mamlaka ya kutawala. Leo na Imana yamuhaye ubutware bwo kwitwara. Hilo wazo la shetani lililokuja, cyari gitekerezo cyavuye kwa Satani, na wazo langu lililokuja ni igitekerezo cyishiwanye. Wewe una mamlaka ya kufanya maamuzi sahihi. Leo ufite ubutware bw'itamuka gutwara neza, na huu ni utawala wako wewe. Ubwo rero ni ubutware bwawe. Lakini mimi niliyokutengeneza, ninakujua zaidi ya utawala niliyokuachia. Leo ndakuzibileza ubutware nako. Ninapokujua mimi, uryo muzi utakiwi kula hicho chakula. Ariko rero ibi biryo narabikubwiye. Lakini mfalme umutware amekwambia ule. Umutware kubita. Sasa Danieli, huu ni wakati wako wa kutawala. None wale Danieli, mwana wangu, umwanya wawe. Ni wakati wako wa kufanya maamuzi. Umwanya wawe kuhitamo gukora kati ya mimi niliyetengeneza, umire mabwiriza yanjye wakuremye, na mfalme ambaye n'umwami ugiye kurya ibyo kurya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utawala unaanzia wapi? Ubutware butangirira he? Imbere. Bwana Yesu asifiwe. Utawala unaanzia ubutware butangirira he? Imbere. Utawala unajua kuna concept mbaya. Watu utawala wanajua ilikuwa na accumulation ya mali, majumba. Rero hari imvugo ze n'abantu kugize nabi ko kugira amazu ukagira ibikini, ariko utwara watu wanajua utawala ulikuwa na position. Abantu kugira ngo umutware ufite icyubahiro cyangwa runaka. Na wafahamu madaktari, abaganga murabazi. Madaktari wanajua kabisa pombe ni mbaya, sio? Urabizi ko abaganga ngabo bazi ko inzoga ari na wanaelewa kwamba pombe ni mbaya. Kandi ko sibyo babyiga kwishuri inzoga ari. Lakini unajua kukutana na daktari anakunywa pombe na anajua mbaya. Urahura n'umuganga wasinze inzoga zamaze kandi kwa nini anakunywa? Kuchamuzi. Kwa sababu ana nafasi ya kiongozi, afite umwanya w'ubutware ila hana utawala. Ariko nta buyobozi. Nani anaelewa kutumia pombe sasa? Unaweza kuwa na nafasi ya uongozi, ushobora kuba ufite umwanya wa kiongozi, lakini usiwe mtawala. Lakini automatically ukiwa mtawala, ariko rero iyo umutware unakuwa kiongozi. Fungua kitabu cha Danieli 1. Yeye ni Danieli.
Fungua kitabu cha Danieli. Tujye muri Danieli rimwe. Danieli 1. Danieli rimwe. Ndio moja. Sawa. Sikiliza. Mungu asaidie. Wewe kama sikio yako hapa. Anasema hivi, Danieli 1 fungu la 8. Lakini Danieli hajazidi moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala divai aliyokunywa, basi akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi na vile nini vyakula. Maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyabisha ibyo kurya by'umwami cyangwa ibintu cyangwa icyo ari cyo cyose cyatumye yinginga uwo mutware w'ingone kugira ngo atiyanduza. Hebu tufikiri pamoja. Tujana. Kimemsaidia Danieli kujua kwamba atakiwi kula chakula kilichoambiwa ale. Ni iki cyamenyesheje Danieli ko birya byo kurya by'umutware by'umwami atari byiza. Halo. Nini kimemsaidia? Ni iki cyafashije Danieli kumenya ko birya byo kurya atari byiza? Sio nafsi, ila ni mahusiano kati ya nafsi na Mungu. Icyamufashije ni umubano hagati y'ubugingo n'umwuka utanga ubugingo. Unakumbuka jana nilisema Adamu alipoumbwa alikuwa brain yake empty. Mlikumbuka tunapokuwa ko Adamu alikuwa ubwongo bwe bwari. Adamu akachagua brain yake ikorrekti taarifa kutoka kwa Mungu. Ariko igihe cy'igishuko ubwongo bwe bwahisemo gukosora Imana. Maana Mungu ndiye aliyemuumba. Kuko Imana yari yaremye. Kwa hiyo kabla mbele ya jaribu la kula vyakula visivyofaa, ikigeragezo cyo kurya ibiryo byo kurya bitakwiriye, tayari Danieli alikuwa anajua chakula kinachofaa na kisichofaa. Danieli yari amaze gusoma ibyo kurya biribwa n'ibyo kurya bitaribwa, na akaamua kuwa na mahusiano na Mungu hata kula visivyofaa. Maze guhitamo gukomeza kugirana umubano n'Imana itafuta byakiriye. Kwa hiyo anapoambiwa hale, igihe yategetswe Danieli ni mtawala. Danieli kurya yarayamaze, lakini anatawala kulingana na yeye kutengeneza anasemaje kuhusu yeye. Maze utwara leo ni kunyuranya n'ukuwa mure. Ndio maana Danieli haufii. Ndio maana Danieli atatemba ubwoba mfalme n'umwami, ila anaofia ariko kinatinya cyane mahusiano yake na Mungu. Uchubano we n'Imana. Concept ielewe. Reka nsaba Imana ifashe akantu kumve. Yosefu mama wa bosi wake waramubwira usha, anamwambia lala na mimi. Ararudia kuifuza ko jamani. Sikiliza vizuri. Anamwambia lala na mimi. Amwambie kuchi? Jamani. Ni taarifa ambayo inapita kwenye mwili. Ayo makuru na makuru acha mu mubiri. Inakuja kwenye eneo la kuvili. Maze ayo makuru akaza muri iki gice cyo gutekereza. Macho yanamuona mwanamke. Kandi ayo maso yari yamaze kureba, masikio yanasikia anachosema mwanamke. Kandi amatwi yaramaze kumva icyo unavuga. Mwili unataka anachosema mwanamke. Kandi umubiri neza amaze kwakwa n'icyo umugore avuga. Lakini Danieli Yusufu ariko Yosefu ana cross check na Mungu. Atangiye kujya gusobanuza Mama Mungu hapa katika akili yangu nyagasani uri umukobwa ari ubwenge bwanjye. Kuna hisia. Harimo amarangamutima. Na hisia umeziumba wewe. Kandi amarangamutima ni roho yakoze. Na zikija kandi amarangamutima zinautuma mwili urespond. Kandi bituma umubiri utushabuka. Ni watu wameelewa. Nani kunamwishi? Yego. Kwa hiyo akili yangu kwa sababu kuna hisia. Na mwili wangu umeona. Kandi mwili wangu kawamaze gufatwa. Kiukweli hisia zinanishinda. Magambo make amarangamutima arahagana. Lakini wewe uliyenitegemea akuwa wa maana wewe wande umeniambia hiki hakifai. Na umeniruhusu mimi niwe mtawala wa huu mwili. Lakini utawala kulingana na instruction zako. Na kwa sababu hiyo nimeamua sifanye. Amen.
imbere kwa kundi ararunguka arareba. Binti naoga. Unakakobwa umudamu w'abandi yiyubagira. Na ni mzuri. Kandi yari mwiza pe. Macho kuona. Maso maze kureba. Taarifa zikaja wapi? Birukangamiza mu mutwe bwonko. Sema ambapo Mungu aliingilia. Aho hantu Imana yivanga. Daudi anaanza kujenga na yeye. Daudi atangira basi. Ule mtoto amenyoka tena. Mungu alikeza pe. Mtoto yuko vizuri. Sikiliza vizuri. Ana cross check Daudi. Daudi yangu alikuwa huko. Ana cross check Daudi. Daudi alichahuko. Mungu hataki. Arabizi Imani ibintu bibuka. Lakini Mungu sio mtoto yule. Nyakasa tinampa. Ni bora Arabizi alishakana na mbele kuna. Mungu Cheza bandi na. Mungu cheki miguu ya yule mtoto. Waendelea mahubiri. Wewe Mungu wewe. Maana wewe Sasa sikiliza, mimi sina ugomvi na wewe Mungu. nyakasa lero wewe tena chozo kufanya. Ila nakuahidi. Eka kumbizwa. Hii ya mwisho. Mukuri kutunganya. Yaani Mungu nikimaliza hii sirudi. Nyakasa mimi ndagizi. Bose kaanza kusikia. Sikia hata unajua. Mungu amekupa mamlaka ya kutawala. Hivi unajua wewe unatawala sana. Alikusipima na wewe utwaye. Kwa kutegeka na Satani. Hivi unajua wewe una power kuliko shetani. Alikusipima imbaraga zikuza Satani. Lakini ili uweze kuwa na power kuliko shetani, alikuja imbaraga zikuza Satani. ni lazima mamlaka uliopewa Ni ngombwa kumutware wa hao. yasiende against na aliyekuumba. Utware bwawe utanyuranya uwakuremye. Lakini siku unapokubali kwenda against na aliyekuumba, ili kusanga kugenda binyuranye n'uwakuremye, immediately unapoteza utawala. hapo kanya utakutware. Na ukishapoteza utawala, maana yake wewe unakuwa ni nani? Mtumwa. Kuvuga ngo rero iyo utakaje ubutware bwawe ukimbaza. Usianze kufikiri kutawala external. Witabu ni kwibwira kukuyobora. Anza kufikiri kutawala external. Banza internal. kutegeke imbere. Anza kukondoa ndani ili tuendeleze imbere kuyobora. ili matendo yako ya nje yaanze kusilia wa ulivyo ndani. Kugira ngo ibikorwa bya binyoma bigaragaze uwo waha. Nani ananielewa nikutie mkono? Tunakumva. Rudi kwa Yusufu. Kwenda kwa Yusufu. Yusufu anasema hivi. Yusufu alisema, ni kweli nimesema siwezi kufanya ubaya ule mkosea. aravuga nashobora no gutura kuyange. Lakini mwili wangu Yusufu ni dhaifu. Alikumubiri wose mubesha nyagasani. Haya maamuzi yanayofanya iki cyemezo mfashe hayatoshi. ntabwo bihagije, igitekerezo ni gihagije. Ila haya maamuzi niliyofanya ariko iki cyemezo mfashe yatanipa mwili ufanye matendo ya maamuzi yangu. bizategeka umubiri gukurikiza icyemezo nafashe. Yusufu alifanya alikimbia. Yosefu rero azakumva rero kuguma hana akara kumukarimu. Kwa nini alikimbia? Kukiyibutsa. Kwa sababu ya maamuzi aliyofanya. Kuko icyemezo yafashe angwanyije umubiri. Maamuzi yakawezesha kukimbia. Icyemezo kimufasha kwirukana, kwiruka. Lakini leo kuna mtu wetu ukimbiza hapo unataka tu kuomba. Wowe rero hari umuntu udashaka kuva ku cyaha agakomeza ngo aragazayisengera. Akiruka. Unajua wakati mwingine kwenye makambi ya watu wanafanya resolution ya kwanza na Ndio abantu tumatera no nk'aha bafata icyemezo cyo gutangira ubuzima bushya. nakumbuka mmoja wewe niambia mara fulani niambia pasta nimeamua kuachana na uovu lakini nashangaa bado narudia. Umuntu umwe aramubwira ati agiye kumara ibyaha Nilimuuliza inakuwaje akanihadisia. hanyuma aramubaza se biterwa n'icyaha gishe kasubiramo. Mimi nilikuwa na mahusiano ya kingono na mwanaume sana. Aramubwira ati jewe nari mfite umugabo usambana mu rusengero. Lakini nilipojifunza nikagundua hii dhambi siihitaji tena. Maze ndavuga nti rero ikimenye ko ari icyaha Lakini sasa huwa siachi na napumzika. rero nyagasani iki cyaha singereka fata gapoze gato. Nikamwambia kwa nini wewe uiachi? Maze kutisibiri kutabireka. Alikosa jibu. Nikamuuliza okay, siku ilikuwa kwa kuacha ulifanyaje tena? Ndamubaza se igihe wapfa icyemezo cyo kubireka wabisubiyemo. Akaniambia yule kaka alipigia simu niende kwake. Rero wa musore telefoni muri iki na mimi nikamwambia nakuja lakini sitaki kufanya hiyo dhambi. maze namubwira nti rero ndashaka kuza icyo cyaha rwose sinshaka kugikora. Sikiliza vizuri.
Hapo sio kwenye maamuzi. Ase si ahandi hapati vigezo. Hivi unajua maamuzi hapa yana nguvu sana kuliko matendo ya Ariko siko ibyemezo bifatirwa hapa. Irwanya umubiri bikawunesha. swali linakuja njoo geto jibu linalotoa na kuja lakini hakufanyi hapa kumebaki na kufanya Maze iyi telefone ikakubwira ngo ngwino muri geto nurangiza ukagenda uvuga ngo ntabyo turi gukora. ili usifanye unapaswa ujibu siji Burya rero kugira ngo ubineshe ubisinza. na sio nakuja Isubizo ndaje. ila sifanye Ariko ntitubikora. maana yake umesalimisha utawala. Burya rero ukishe ubutware bwawe. Naelewa jambo. Unajua kwa concept mpaka tulionayo leo. Maneno hadibumbire ipfuye tumaranye igihe. Watu wanaamini mambo yote yanawezekana kwa maombi. Abantu rero bazi kutunga n'amasengesho. Haya, kama juu ya hili kanisa sasa hivi. Ngaho rero nizo zishobora n'amasengesho. Kurira hejuru. Piga magoti mwambie Mungu amana wewe. Mwana hejuru tukamo bwire Imana ukipa. Ntabwo wanye. Ninajitupa kutoka juu mpaka chini na chini. Maze ngiye gusimbuka kwe hasi kandi ntacyo ndimu. Alafu Maze bwire kure kujugunya hasi. Mungu una Mungu. Maze tupate kuelekeza ni namba kukigira. Eti Mungu wewe sio strong. Mungu amekupa mamlaka ya kutawala. Leo Imana yakuhaye utware muri wo bushobozi bwo gutwara bwo kumutwara. Na maana ya kutawala ni neno. Leo icyo bisobanuye kwiyobora imbere. Kufanya maamuzi sahihi kulingana na mahusiano yako na Mungu. Rero dufata ibyemezo bikwiriye bijyanye n'ubushake bw'Imana. Yaani maamuzi kulingana na aliye nje. Ntabwo dukwiye gufata ibyemezo bijyanye n'umubiri hanze. Ndio maana Danieli anamwambia yule kiongozi wa chakula ambaye mimi chakula hiki siri. Niyo mpamvu Danieli mtakabiro wao yango ibi byo kurya. Sio kwa sababu Danieli anataka kuwa na akili. Ntabwo Danieli kugira ubwenge bwinshi. Danieli anajua aliyenyumba ni Mungu. Danieli asoma kuwamletea Imana. Mungu akisema hiki ni siri, Imana ikushaje maana kina maana kwangu. Burya rero bari icyo bisobanuye Kuliko mwanadamu anaponiambia nile. kutukumu umuyamba w'ibike. Na kwa sababu hiyo naamua kutawala kwa kufanya maamuzi sahihi. Ndio bora kama hiyo. Naamua Hivi ndio imani fulani. siko ntagira cyangwa Kuonesha mfano na sadiki. pastor Saa 12. Yesu Ukute pale kama sasa. tuzahamasa tunaelewa. Beba kwenye Zakubali twende shinya. tujya hitwa sheha. Tukaa sasa sadiki. Tunayo Sadiki akiwa anamwambia sadiki ile Mungu wa mdamu. anaingia kwa maana pika mimi na Kujama saa 10 gahunda na wakati atatunza. Akikize 12 ndio lililo kuja leo duhuri masaha anahitaji biza kujitoa. kupiga kuvaa na Maana kabla bivuze kamera saa kuuliza kuisubuhi Bwana wana chini. anaenda kuona Na ngetika na Etekizi kodi uhaye mu wewe alikuitikia unaoleka ufite ikoza. kwa nini ya plan Ariko kubera hunu ni sio na imani twiye gushikira. ina plan Ufite plan kujenga ya iki. kwa maana ana asubuhi anavaa Ambara ile sehemu ya akaje afugani. naye hata hitaji kuwa kweli Ni uyobozi una plan kugira maana ni maximum ila kile imani mikwanye hauwezi kubanga. mahusiano yenyewe Ude alikuwa kule. Mungu akinia usizi Imani kugasanga. naanza kulani nikiwika hii siri Anafanya kwa gahunda hizi plan zizafanya. sio tu usizi Kama kugasanga. alafu plani Na nasema ndio sisi sasa labda watu wanasema zangu ariko ni wale nakaa haya maana naomba vile mwili kandi mfasho mjua na kichwa maana katika Mungu sisi mama endelea kuangalia na kama anaweza nikitoa baba wa mstaki waje tutakasa kisha usiangalie tu watu tofauti walisipata ile tu kama anasema ibada imesema kwa roho kama tunaona ni kama ikapata kwa roho ukaje baozi na kama naacha na imani inaingia Mungu usini kama mangira ndani na mke wewe na huko maana kuna tumekaa tunaanza kusana tunafanya ila Mungu sasa mbona sasa mwishoni ndio mwingine kale kale wewe nitekana nitekana kwa wale wanaobiri mfashe ni ibintu nituzarimo ese cyaje mashinga umushoferi
yabo kihinga byitwa muri byose reka cyacu tunachukua macha leo nani niba cyacu mu byane ikimashini gatubana mu byane reka babwire kuna mmoja mbaya ya sasa ungana muri sisi cyane mimi kama vile nakuuliza ndio kwa mimi akakuingiza shimula maisha wao na kwa ndani ya shimula kwa kweli kuingiza huyu kana kwa yeye na kasema ya kali nawe na hawatwa haleluya maana nawe kuna na vitu kwa kama nataka psychopath of our tunasisi so kwa kuingiza ndio kwa kupika vishinde bara Daniel kushinda kasi Daniel yatsinda Daniel kushinda ni yatsinda ya ulijibu mfesema ya bingine na kosa asma haija na mbele atakacho Daniel ni asema siko jamii successful nani yuko kwa sifo insende ya watu tulizona inenge ngumu ni alipata la kushambulia ichi mambo kiasi lazima ta ni oshi ameelewa kushofe na lazima ni mashini eva ni watu moja wapo ndio tusi hatuna na lazima katifu kwa wewe na ndani tunao na Mungu lazima kitanga mpaka ndani kujeza Mungu awe amina kwa bidii ya kuokoka sio ndo una ule kitishela ili sunguri yakanje mukomere ngaho icyuma nokira Yeremia kubwiriza Yeremia gatanga rero na bakira Mungu anaweka uwezo kujua tumii Mungu alipika ndio kumwoza na kufite unasema Mungu ameshakuwa kushinda ndani yako Wanjio kwa kuzoea muri ila ni maamuzi sababu ndiye kwa maana hivyo pia na imani yule shetani wakati anataka yule ndio mbele yake anaamsha ya tuvuge kwenda kutaka yuzuya kochi nani Mungu niliye leo ya uite Mungu kwa ndio mwito umpe ameangusha aenda leo inama kuja kutulia kumushanganye vizuri maisha yanamwambia kochi yake ya hela yake imilele kuyungisha kwa jamani burya imwako yiyo maana haishi kwa pesa burya sasa haishi kwa Mungu nilimcha burya yeye maana ndiye huyu mtu kiliza mimi kama atakopesa nunga tawa ataishi mungu za sababu kuko akatengeneza ale ila ile ya kosa amebiki yeye huyu leo kwale huyu maarifa pesa kuko yeye ni kukora pesa Mungu ni maana akamani kwa ile pesa alipita kwa kite kwale kutada ni peace Sierra sisi na nao shule anajua nini? Alafu hiyo mwenyewe barabara ni hajala. Kwa hiyo si masela zako. Mungu muumba kadake. Huyu maamuzi ya maamuzi. Hayo hayana shetani. Hayana Mungu. Kazi yake ni haleluya. Binti ni enda mimi niliweza ndio mwisho wake na ile business zote au shetani sasa na mwisho Acho alichokuwa uko kama faranga
kubwirwa ngo mwambie sisi ibintu byose wanatawasahau nafsi wana mahusiano amegirwa kukweye kuchaje uzi wa reka Amina. Daniel lakini lazima kuwa kiongozi wa mfalme akamua watu ampe asiye basi Mungu aliyadani kupali matolani kwa watu wake ndiye kujenga kusoma Biblia imani ya Daniel kwa wibone agakuwa kwa y'abandi inga kumvira umurongo ni mugeze ngo muhaye no kutaya kurya kwangu mimi sitamii ila na Mungu maonekano mtango wa Mungu na kisana bana ni kuhubiri ya na ikweli nyuma na kubandika nyuma chakula ni falme kina mwili ibyo bifasha umubiri n'umubiri kati ya Mungu n'umuka w'ubugingo n'umuka wana mwili afumanga lakini roza Yesu anasema Farisayo kama kaburi ile nje ndani sitabidi ya nje kila mata yangu ya iwe ile inayopatikana kwa mbinguni Amina. Mungu
Amen.